Tumsifu Yesu Kristo. Naitwa Padre Simeoni Kiza, baba paroko wa parokia ya Moyo Mtakatifu wa Yesu Rwambaizi, Jimbo Katoliki la Kayanga. Napenda kuwapeni taarifa kwamba tarehe 14 ya mwezi huu wa 6 tutakuwa na hija ya kijimbo kwa Moyo Mtakatifu wa Yesu hapa parokiani Rwambaizi. Kumbe niwakaribisha sana waumini wote tuweze kufika siku hiyo kwa ajili ya hija kwa Moyo Mtakatifu wa Yesu. Hija hii inafanyika kila mwaka hapa parokiani Rwambaizi, hija ya kijimbo, na tutaanza na mkesha ambao utafanyika tarehe 13, siku moja kabla, itakuwa siku ya Jumamosi. Katika mkesha huo kutakuwa na mafundisho mbalimbali ambayo yatajenga waumini wote kiroho na kimwili. Kumbe niwakaribisha sana mahujaji wote, waumini wote tufike kwa ajili ya kupata mafundisho mbalimbali, lakini zaidi kuchota baraka za Mwenyezi Mungu na kutambua mema wa Mwenyezi Mungu ametujalia katika maisha yetu. Kumbe nawakaribisha sana kwa ajili ya hija hiyo, hija ya Moyo Mtakatifu wa Yesu hapa kwetu parokiani Rwambaizi. Lakini zaidi pia tumshukuru Mwashamba Baskofu Alimachius Tirongeza kwa kutupatia heshima kwetu hapa Rwambaizi kwa kufanya sehemu hii kuwa kituo cha hija kijimbo. Kumbe mahujaji wanatoka sehemu mbalimbali wakija hapa kwa ajili ya kuhiji, lakini pia wengi wanatoa ushuhuda kwamba Mwenyezi Mungu anajibu maombi yao kupitia kituo hiki cha hija. Na wengi wanadhibitisha kabisa kwamba wanapoleta maombi yao Mwenyezi Mungu anajibu na wanafanikiwa. Kumbe niwalike sana waumini wote tufike hiyo tarehe 13 ambayo ni siku ya mkesha, na tarehe 14 siku yenyewe ya hija, tuweze kuchota baraka za Mwenyezi Mungu katika maisha yetu. Basi katika hija hii kuna mambo muhimu ya kuzingatia. Jambo la kwanza ni kabisa waumini wote tupate sakramenti ya kitubio katika parokia zetu ili tuweze kuja tumejiandaa vizuri kiroho kwa siku hiyo. Pia siku hiyo kutakuwa na visakramenti mbalimbali ambavyo vinapatikana kwa bei nafuu, vitabu mbalimbali vya kiroho ambavyo vinatusaidia katika maisha ya kiroho pia, lakini zaidi visakramenti vitu kama rozari na vitu vingine ambavyo ni vya muhimu sana kwa maisha yetu ya kiroho vitapatikana kwa bei nafuu kabisa. Kwa hiyo tunalikwa sana sote tuje tumejiandaa kwa ajili ya kupata visakramenti hivi, lakini zaidi kuimarika kiroho. Kwa hiyo nawalika sana waamini wote tufike kwa wingi tuweze kupata baraka hizo za Mwenyezi Mungu. Mahujaji siku hiyo watapata baraka mbalimbali. Kumbe tunakumbushwa pia kuja na zawadi zetu kwa hija kwa Mtakatifu wa Yesu kwa ajili ya kumtolea Mwenyezi Mungu zawadi zetu. Kumbe tunalikwa pia kutosahau jambo hilo la kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kumtolea zawadi mbalimbali kwa Moyo Mtakatifu wa Yesu. Pia Mwashamba Baskofu siku hiyo ndiye ambaye ataongoza adhimisho la misa hii takatifu. Misa itaanza saa 3 kamili asubuhi. Kumbe tunalikwa sote kuwahi mapema na kujali muda ili tuweze kuanza misa hiyo mapema, na Mwashamba Baskofu ndiye kiongozi wetu mkuu wa jimbo na ndiye ambaye ataongoza adhimisho la misa hii takatifu. Katika adhimisho la misa hii takatifu, Mwashamba Baskofu atapokea wanachama wapya wa chama cha Mtakatifu wa Yesu. Atabariki visakramenti mbalimbali, lakini zaidi tutapata rehema kamili. Kumbe tunawalika sana tuweze kufika waumini wote tuweze kupata baraka hizo. Na katika adhimisho la misa takatifu pia Mwashamba Baskofu atabariki visakramenti tutakavyokuwa navyo ili viweze kutujenga kiroho na viweze kutuimarisha. Kwa nawakaribisha sana tufike sote kwa wingi tuweze kuchota baraka za Mwenyezi Mungu siku hiyo, na tutambue kwamba hija ni sehemu ya kusali, ni kufunga, na kwamba Mwenyezi Mungu tukitambua kwamba kila mmoja analeta ombi lake, anakuwa na nia mbalimbali, na Mwenyezi Mungu anajibu sala zetu. Nawakaribisha sana parokiani Rwambaizi tufike kwa wingi katika hija hiyo tuweze kuchota baraka za Mwenyezi Mungu. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo.